Kwaje mzee? Namshukuru Mungu. Fresh. Kama kawaida. Wananchi mnaona? Yeah. Ulikuwa jukwani? Yeah. Umesikia kelele zao? Game ilikuwa nzuri tu. Game ilikuwa nzuri tu na Yanga wamedeserve kupata point 3 na kuendelea kusonga mbele katika timu 16. Nafikiri hivyo. Kelele zao umezisikia watani? Ni kawaida mashabiki kupiga kelele. Ya mashabiki ni kawaida. Unasemaje? Ni kawaida kwa mashabiki. Aidha kwa timu zetu mbili kuzodoana, ukiangalia kuna scenario ambayo ilishapita. Na leo tumekuja kama familia kuja kujoin wote kwenye game kama hii. Tulikuwa sisi jana tumecodify na wao leo pia wamecodify. Yote kwa yote kuombeana heri, tukutane mbele ya safari. Performance nzuri kwa sababu kikubwa kwenye mpira wa miguu ni matokeo. Iwe performance ni mbaya lakini mwisho wa siku tunaangalia matokeo. Yanga walichokuwa wanakihitaji wamekipata. Ndio kitu bora katika timu yoyote duniani. Kwanza ni matokeo. Naam. Pengine sababu umetizama sasa Young Africans ambayo imekuwa na muendelezo wa kuruhusu magoli. Umekuwa na mjadala mkubwa hapa. Je, kila yule ambaye anakuwa anahusika katika safu ya ulinzi wa Yanga ni mbovu? Mimi naamini hayo ni maneno ya kishabiki. Mimi bado Dar es Salaam Young Africans na wa respect kwenye sehemu ya safu ya ushambuliaji. Ukiangalia mpaka sasa hivi kwenye ligi ya NBC ndo safu ya ushambuliaji yenye magoli mengi. Tunaangalia numbers kwenye kila timu. Dar es Salaam Young Africans ukiangalia namba kwenye engo ya ushambuliaji wanatisha zaidi kuliko timu yoyote katika ligi yetu ya NBC. Pia pamoja na siwezi kuiweka numbers kwenye hii CRDB Federation, bado sijajaribu kufanya analysis nzuri, lakini tukirudi kwa sababu ukiangalia Coast Union na Dar es Salaam Young Africans mechi ya leo ilikuwa una uzani sawa, kwamba ukiangalia ni watu ambao wako kwenye ligi kubwa na pia vile wamekutana kwenye ligi ambao ni tofauti. Inautofautisha ligi tu, lakini wapo kwenye ubora ambao unalingana. Wote wako NBC na pia wamekutana kwenye CRDB Federation. Kwa yote mimi kwenye swali lako bado Yanga na hapa nafasi kubwa sana kwenye engo ya ushambuliaji. Wana washambuliaji ambao wana idadi kubwa ya magoli. Kwa hiyo respect kwao, wanafanya vizuri. Jonathan Kangalombo, umeona? Ni mchezaji mzuri ukimwangalia, kitu labda ambacho bado anakitafuta ni fitness, bado hayuko vizuri, lakini ukimwangalia ni mchezaji mikimbio, bado ni mzuri. Kwa obvious unamwona kabisa ni mchezaji ambaye ana kitu. Kinachohitajika mashabiki na wapenzi wa Dar es Salaam Young Africans waendelee kumpa muda kama kocha Molod ambavyo wanamwamini na kuanza kumpa dakika chache kwenda kumalizia ili atengeneze fitness game ili aweze kuja kuipa Yanga kitu kizuri zaidi. Ilipaswa Pacome kuzungumzwa kabla ya dabi kwa kiwango alichokuwa amekionyesha leo. Mimi naamini ukimwangalia leo Pacome Zouzoua alikuwa hayupo kwenye ubora ambao tunaufahamu. Kuna moment nyingi alikuwa kidogo hayupo sawa. Siwezi kujua kwamba kwa huu muda ambao Dar es Salaam Young Africans toka tarehe 28 kucheza mechi ya ushindani wamekuja kucheza leo tarehe 11. Kwa hiyo ukiangalia kuna muda mrefu sana Yanga kwenye mechi ya ushindani walikosa kucheza. Walitegemea kucheza mechi ya dabi ambayo imeota mbawa. Ukiangalia kwa huu muda wa zaidi ya wiki kama 2 wachezaji wamekosa kucheza mechi ya ushindani. Kidogo unaweza kukuta kuna vitu vimepungua katika kwa wachezaji. Kwa hiyo hii si nzuri sana, lakini kwa mchezaji mkubwa kama Pacome kuna kitu amekiofa na amecheza na ametoa assist pia katika mechi ya leo.